Shukran sana Gloria Milimo kwa taarifa hiyo. Tovuti rasmi ya rais ilidukuliwa siku ya Jumamosi na ukurasa huo kuharibiwa kwa ujumbe uliomlenga Rais William Ruto uliodukua kidai fidia shilingi milioni 41. Ukurasa wa tovuti hiyo president.go.ke ulionyesha maudhui rasmi yaliyobadilishwa na ujumbe wa kudhalilisha uliomlenga Rais Ruto, ukionya kuwa wangeachilia taarifa za siri kuhusu serikali. Na kama Daniel Kariuki anavyoripoti, tukio hilo limezua wasiwasi juu ya usalama wa miundombinu ya serikali kidijitali. Ukitafuta tovuti rasmi ya rais, matokeo ni kuwa tovuti hii haiwezi kufikiwa. Jaribio jingine na ujumbe ni tofauti. Tutarejea hivi karibuni. Samahani kwa usumbufu, lakini tunafanya marekebisho kwa sasa. Tutarejea hewani baada ya muda mfupi. Huu ndio umekuwa ujumbe Jumamosi baada ya tovuti hiyo kudukuliwa na wadukuzi wasiojulikana. Maudhui rasmi ya ukurasa wa tovuti hiyo yalibadilishwa, huku ujumbe wa kudhalilisha ulioelekezwa kwa Rais William Ruto. Ukurasa huu ulionyesha tuhuma dhidi ya Ruto, anwani ya mkoba wa sarafu ya kidijitali yani cryptocurrency, huku wadukuzi wakitishia kutoa taarifa za siri ikiwa matakwa yao hayangetekelezwa. Ujumbe uliochapishwa kwenye tovuti hiyo ulisoma nikinukuu: "Ujumbe huu ni mara ya 3 kwako. Kabla hatujatoa taarifa zote kuhusu wewe, fanya malipo ya Bitcoin 5 kwenye mkoba wa Bitcoin ikiwa unataka amani kabla ya saa 12 jioni ya leo." Mwisho wa nukuu. Ukizingatia hesabu za ubadilishanaji wa fedha, Bitcoin moja ni takriban shilingi milioni 8, huku Bitcoin 5 ikifikia zaidi ya milioni 41. Wadukuzi hao pia walibadilisha sura ya tovuti hiyo. Waziri wa habari na teknolojia William Kabogo amethibitisha kuwa ufikiaji wa tovuti hiyo umezuiwa kwa muda baada ya serikali kugundua tishio la usalama wa kimitandao. Kabogo anasema uchunguzi umeanza ili kubaini ni nani aliyehusika na tukio hilo. Ni tukio ambalo limeibua wasiwasi juu ya usalama wa miundo mbinu ya kidijitali ya serikali, kwani bado haieleweki ikiwa udukuzi huo ulikuwa tu kwenye ukurasa wa tovuti ama ulisharejea hadi kwenye mifumo ya ndani ya tovuti hiyo. Hii sio mara ya kwanza kwa tovuti za serikali kulengwa katika shambulio la mitandao. Mwezi Novemba mwaka jana, tovuti kadhaa zilizopo chini ya wizara za serikali ikiwemo afya, elimu, kazi, mazingira, utalii, Ikulu ziliathiriwa katika shambulio lililopangwa kwa pamoja. Daniel Kariuki, KTN. Tukielekea sasa kule Olkalau ni kwamba